Yes, alright. Bwana, mambo vipi mtazamaji wa M15 TV? Karibu kwenye ripoti zingine. Haya ni mashuti ya mbali ambayo yanavuka takriban nchi 3 mpaka 4 kutoka huko ambapo yalipo na hapa ambapo goli linaanzia. Bwana, langu jina ni Jonas Jones Yano. Utakufanya kusubscribe na kugusa mashi mekundu hapo chini. Kisha nagonga alama kengele. Maandishi yapo mkono wako wa kulia hapo kwenye TV yako ama simu yako ama kompyuta yako hapo yameandikwa neno subscribe. Gusa hapo ili kuendelea kwa mwanafamilia bora zaidi. Bwana, ziko taarifa nyingi sana za kimichezo, lakini kubwa ni kuhusiana na taarifa ambayo pengine inatengeneza taswira furaha sana kwa mashabiki wa Simba Sports Club na wapenzi wa Simba na wanachama wa Simba pia. Kwa maana ipi? Guess what? Ni taarifa njema. Mara baada ya CAF kupitia kombe la shirikisho barani Afrika kutoa taarifa kwamba referee ambaye alitakiwa kuchezesha mechi ya Simba dhidi ya Stellenbosch kubadilishwa. Hii ni taarifa ambayo imeendelea kuteka hisia za watu wengi na wengi wanaenjoy na kufurahia mara baada ya referee kubadilishwa. Na referee huyu, kwa nini mashabiki wengi wa Simba wanamfurahia ama wanachekelea ama wanaenjoy? Ni kwa sababu ya rekodi ambazo wanazo, lakini vile vile ni kiboko ya wenyeji, naweza kusema hivyo, kwa maana katika rekodi zake ambazo amekuwa akichezesha basi wenyeji wamekuwa wakinufaika sana, kwa maana ni muamuzi ambaye yeye anasimamia misingi na haki na taratibu, na zile janja za kumpendelea mwenyeji yeye huyu bwana hanaga. Acha tumwangazie huyu ni nani na yule ambaye alipangwa mara ya kwanza ni nani, ili kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza kupata taarifa hii uweze kufaidika kwa namna moja ama nyingine, na kusomea hapa taarifa na wasifu wake. Bwana, hapa tunamzungumzia referee ambaye anatokea katika taifa la Misri. Huyu ni Maruf Mansour, ambaye huyu ni referee namba 2 katika taifa la Misri ama Egypt. Ni referee namba 2 kwa namna ipi? Kama tunavyofahamu, kila sehemu ina star wake. Kama kwenye mpira wa miguu kuna mastaa, basi hata kwa mareferee pia napo kuna mastaa, na kwenye ustaa bwana kuna namba 1, kuna namba 2. Ingawa ni ngumu kutofautisha kwa upande wa Simba na upande wa Young Africans nani ni star kuliko mwenzake. Hapa kila mtu huja na rekodi zake ambazo amekuwa akizifanya katika michuano ya kimataifa. Lakini kwa nini kusogezea referee huyu Misri Maruf Mansour, yani jina lake ni Maruf Mansour? Huyu ni mwamuzi wa kati ambaye rekodi zake ni za kibabe, lakini amechukua nafasi ya referee ambaye yeye alikuwa anaitwa Amin Omar. Taarifa ya kubadilishwa kwake huyu Amin Omar zimetokana na shirikisho la mpira wa miguu Misri kutoa taarifa kwa kuambia CAF kwamba huyu Amin Omar aliumia katika mazoezi. Kama unavyofahamu, referee nao huwa wanakuwa wanafanya mazoezi, maana kukimbia kukata uwanja huwa ni changamoto kweli kweli, na huwa inapelekea tunawalaumu referee kwamba wanatembea hawakimbii kuendana na move ya mpira ili waweze kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo huyu referee namba 1 katika taifa la Misri, bwana Amin Omar, yeye aliumia na kutoa taarifa kwa wenye upande wa shirikisho, ndipo shirikisho likatoa taarifa, ama shirikisho la mpira miguu Misri likatoa taarifa kwa shirikisho la mpira miguu Afrika ambao ni CAF, na CAF wakawaambia wasimamizi wa mchezo kati ya Simba na Yanga, Simba na Stellenbosch kumrazi, kwa maana wamefanya marekebisho ya muamuzi ambayo waliyapokea positive, kwa maana rekodi za referee huyu ambaye yeye ni Maruf Mansour Simba waliweza kuzipokea kinaga ubaga. Na ikumbukwe referee huyu Maruf Mansour si mara ya kwanza kuchezesha mechi kati ya Simba na timu ngeni ama Simba na mpinzani wake. Huyu ni referee ambaye alichezesha mechi ya Simba dhidi ya ASEC Mimosas katika dimba la Benjamin Mkapa. Yes.
ndio huyu ambaye alichezesha katika hatua ya makundi ambapo Simba aliweza kuibuka na ushindi wa magoli 3-1. Kwa hiyo rekodi bado zinaendelea kumbeba refari huyu mbele ya Simba, na Simba kwa namna moja ama nyingine wanaweza kufaidika. Na kama tunavyojua jinsi ya kutofautisha marefari, kwa nini refari huyu anatajwa sana kujiunga na klabu kuchezesha mchezo huu ambao ni mchezo muhimu kwa upande wa Simba Sports na ni upande muhimu pia kwa upande wa Stellenbosch. Ni kwamba hizi story ambazo zinazungumzwa na ubora ambao unazungumzwa kati ya refari huyu ambaye ni Mansour, maarufu Mansour, ni kwamba ni mwamuzi ambaye kwanza ana beji ya FIFA la kwanza, na ni mwamuzi ambaye sana sana amekuwa akichezesha michezo mikubwa ya kimaamuzi, kwa maana kuanzia hatua ya robo finali mpaka nusu finali amechezesha sana na ana experience ya hali ya juu huyu mwamuzi maarufu Mansour. Kwa hiyo ni mwamuzi ambaye makubwa ambayo ameendelea kuyafanya, makubwa ambayo amekuwa akiyafanya, yanaendelea kufanya Simba Sports kuwa na imani kwamba maamuzi ambayo yatafanyika basi kwa namna moja ama nyingine hayatowaumiza, yatakuwa katika upande wao. Wengi wamejiuliza maswali mengi sana katika rekodi za refari huyu. Ni kwamba mengi ambayo amekuwa akiyafanya yamekuwa yakiwanufaisha mara nyingi sana hawa waamuzi. Na taarifa njema kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba, mnyama mkali, mnyama mwituni, ni kwamba kuelekea mechi yao ya Simba dhidi ya Stellenbosch ambayo inapigwa pale katika taifa la Afrika ya Kusini katika jiji la Durban, ni kwamba kutakuwa na big screen live kabisa kesho tarehe 27 katika viwanja vya Mbagala za Kem kuanzia saa 5 kamili asubuhi kudadadeki. Hii ni taarifa moja kubwa sana kwa wapenda soka nchini na wadau wa mpira miguu Tanzania, kwa maana ya wale wafuatiliaji ambao hawakuweza kusafiri kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea kule Afrika ya Kusini katika jiji la Durban. Kwa hiyo Simba watafunga big screen, na watazamaji sasa hapa ndo utakuwa muda mzuri wa kumtazama mwamuzi huyu ambaye ni Mansour maarufu Mansour Mauruf, yani kwa unaweza kumtamka hivyo Mauruf Mansour, kumtazama akiwa katika ubora wake, either ni Simba kuweza kufika hatua ya nusu finali ama ni Stellenbosch kuweza kucheza hatua ya finali. Kwa hiyo huo ndo wasifu wa Mauruf Mansour, mwamuzi ambaye anakwenda kuamua either ni Simba ama Stellenbosch kuweza kufuzu katika hatua ya finali. Kama tunavyofahamu, mpira miguu hauna mwenyewe na mpira huo unadunda. Unaweza kuwa bora kiasi hicho lakini bado ikawa si sababu ya wewe kufanya vizuri, na unaweza kawa katika ardhi yako nyumbani na bado ukaondolewa katika mashindano, kama jinsi ambavyo Ahari wameweza kuondoshwa katika michuano ya klabu bingwa na wababe wa soka kwa sasa Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo tunasubiria tu kuona ubora kati ya vilabu hivi viwili, either ni Simba ama Stellenbosch, wao ni yupi kati yao anakwenda kutinga katika hatua kubwa barani Afrika, hatua ya finali. Kumrazi mpitiwa na miayo kidogo tunavyofahamu, mwanadamu kiona unazungumza basi kunakuwa na mpishano kati ya hewa inayoingia na inayotoka. Kwa balance ya mwili huo una tabia kutengeneza miayo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwili unabaki katika uhalisia wake, sauti inapita katika uhalisia wake na mambo yanakuwa super duper. Na huyu mwamuzi maarufu Mansour, wanasema wenyewe pale Misri wanamuita ni kiboko ya VAR. Tunafahamu katika hatua ya kuanzia robo finali mpaka hatua ya finali michuano ya CAF, iwe ni klabu bingwa ama shirikisho, kuna kuwa na matumizi ya VAR. Kwa maana
hiki ambacho kimetokea kubadilishwa kwa mwamuzi huyu ambao anamuita kiboko ya VAR, yani akishaenda kwenye VAR anajiridhisha zaidi hata ya dakika 5, kwa maana anapofanya maamuzi pande zote mbili hazijawahi kumlalamikia juu ya maamuzi ambayo amekuwa akiyafanya, hususan mara baada ya kufika katika ile screen ya VAR. Na huyu pia amepitia mafunzo ya kama tunafahamu marefari wote mapro huwa ni lazima apitie mafunzo ya kwenda kujifunza namna ya cooperate VAR. Kwa sometimes huwa anakuwa ndani ya chumba cha VAR ili kuhakikisha kama mambo yanakuwa sawa sawia. Kwa wasifu wake tunaweza kumlinganisha na Ahmed Arajiga kwa upande wa hapa Tanzania, kwa maana ni mwamuzi ambaye ana ubora wa aina yake. Bwana, hiyo ni taarifa fupi japo kwa uchache utambue mabadiliko ambayo yameweza kufanya na CAF kwenye upande wa waamuzi, kwa maana waamuzi ambao wanaenda kuchezesha mechi kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch pale Afrika ya Kusini. Je, karata yako unampa nani? Tuandikie hapo kwenye upande wa comment kwamba je, ni mnyama Simba Sports ama Stellenbosch kuweza kucheza hatua ya fainali. Katika vitu ambavyo pengine wa mashabiki wa Simba wanaweza sio wamevifurahia ni kuona Mamelodi Sundowns amefika katika hatua ya kucheza ile fainali, kwa maana kama angetolewa Simba naye akacheza hatua ya fainali akachukua ubingwa wa fainali ya shirikisho, basi angeongeza alama nyingi na kumwacha nyuma Mamelodi Sundowns, na Simba basi na shaka angeshika nafasi ya pili. Hiyo ni story ambayo tuko hapa M15 TV tunaipika kwa ajili ya kukuletea takwimu na namna mchanganuo jinsi ambavyo CAF wanatoa zile point na kupanga zile rank. Unaweza kufanya kusubscribe, gusa mashine mekundu hapo chini kisha gonga alama ya kengele ili kuendelea kuwa mwanafamilia wa M15 TV. Mpaka mwingine, chao.